Wakazi wa kitongoji cha Nyakasungwa Kaskazini, kijiji cha Nyakasungwa, halmashauri ya Buchosa mkoani Mwanza, wamemtaka mwenyekiti wa kitongoji chao kurejesha kiasi cha fedha Laki2,065, fedha ambazo aliuza matofali 3,000 bila ridhaa ya wananchi hao, ambazo zilichangishwa kwa ajili ya kununua tofali za ujenzi wa shule ya msingi Nyalukola. Wananchi hao wamesema kitendo hicho ambacho kimekwamisha maendeleo ya mradi huo wa shule ya msingi kimetengeneza hasira kwa wananchi hao, hivyo kutuhumu viongozi wa eneo hilo kushindwa kuvalia njuga madai yao. Mpaka leo hii tunapofika hapa kwa ajili ya kudai madeni haya au kudai madai haya kwamba pesa hii inatakiwa ilipwe, ni kutokana na kutokuwa na mwitikio wa viongozi wetu ambao wako katika madarakani. Mimi mtu mzima kabisa mkubwa, wengi sana walipitia huko kutuongoza, lakini walikuwa wanaongoza vizuri. Ninaona ndio huyu tu analeta matatizo. Anaambiwa na watu afanye hivi, anakataa. Anakimbia kwenda kuwashtaki wananchi. Kutoa hiyo pesa ya kufyatua matofali, walikuwa wanashuka wengine, wanauza mbuzi, wanauza kuku. Baadaye matokeo yake ni kupoteza hela hizo. Maendeleo hapa Nyakasungwa hamna kwa ajili yake. Tunamwambia mkuu wa wilaya Sengerema hii issue aje kijijini kwetu, tuje aje aone hali ya kijiji chetu. Kuna uvunjifu wa amani mkubwa sana. Aje alione hili na asikilize kero za wananchi, nini wananchi wanataka. Wananchi wote tunataka madai yetu ya fedha ambayo tulichangia kwa ajili ya matofali. Vile vile tunahitaji mtu kuweza kutuongoza sisi vizuri, hana vitisho vya uvunjifu wa amani. Tunaomba sana hili alisikilize. Mwenyekiti mstaafu wa kitongoji hicho Cosmas Ntuza, ambaye alikuwa madarakani wakati wa ununuzi wa tofali hizo tangu mwaka 2019, amesema hadi sasa hakuna majibu yoyote yaliyotolewa kuhusu madai hayo, na kusema kuwa hiyo ndiyo sababu hasa ya malalamiko yao kwa uongozi wa sasa. Tumekaa tangu mwaka 2019 mpaka leo hii tunasumbukia pesa zetu za kitongoji. Hatujapata majibu yoyote, na ndio maana tunalalamika. Kama mimi nawiwa sana kwa sababu wana kitongoji wengine walikuwa wanakamatiwa makuku kwa ajili ya kutoa mchango huo, lakini tukafanikisha na wameuza matofali hera wakara. Kwa upande wake, Subira Musa, afisa mtendaji wa kata ya Nyakasungwa, amesema kuwa madai hayo yamesababisha kuwepo kwa mahusiano mabaya kati ya wananchi na viongozi, na kuahidi kuitisha kikao na viongozi wote wa kijiji waliokuwepo wakati wa kuanza kwa mgogoro huo ili kuja na ufumbuzi wa madai ya wananchi. Kutokana na hilo swala, mawasiliano lazima yasiwe, mahusiano lazima yamekuwa na changamoto kidogo. Maanake wao wamekuwa wakihitaji mchanganuo wa fedha zao, kwa hiyo lazima mahusiano yamekuwa kidogo yana changamoto. Lakini lote tutapata uvumbuzi. Tunaamini wiki tutapata uvumbuzi. Tumeshamwandaa mtendaji wa kijiji aliyekuwepo wakati huo, lakini na viongozi wote wa serikali ya kijiji waliokuwepo wakati huo kutatua swala hilo. Naye Mabula Barabara, mwenyekiti wa kijiji cha Nyakasungwa, akieleza hali ya mgogoro huo na jinsi ulivyoanza, amemtaka diwani wa kata ambaye ndiye mwenyekiti wa maendeleo wa kata hiyo kufikisha jambo hilo kwa mkurugenzi wa halmashauri ama kwa afisa utumishi ili kupata mwafaka wa jambo hilo. Aliyepo sasa hivi, mwenyekiti aliyepo kwa kipindi hiki hakuhusika na uuzaji wa hayo matofali. Aliyehusika ni yule aliyetolewa hapo kwenye kiti, ambaye ni Samson Okechi. Huyu akiwa kama katibu wake kipindi hicho. Sasa nanielewa mwandishi. Basi baada ya pale Samson alikiri kufanya hivyo, halafu baadaye akakiri kulipa. Walimwambia alipe shilingi 2,260,000 kama na 5 hivi. Awamu ya kwanza alipata shilingi 200,000. Hizo hela akaziwasilisha kwenye mkutano wa kijiji. Zile hela zilikoswa mpokeaji kwa kipindi hicho. Huyu mwenyekiti wa kijiji ambaye ni David Mwanzalima kipindi hicho, baada ya kukosa hizi hela nani azipokee, alipewa mwenyekiti kwenye mkutano wa kijiji. Baadaye mwenyekiti naye akasema mimi siwezi nikakaa na hizi hela, akazikabidhi kwao wao wenyewe.
wana kitongoji. Baadaye hizo hela ikaonekana apewe mtendaji wa kijiji ambaye ni Madebere. Na nielewa vizuri mwandishi. Ikaonekana apewe mtendaji wa kijiji ambaye ni Madebere. Zile hela akawa amepewa. Sasa matumizi ya pale, shida inapoijia, baada ya zile hela zimeshatumika, hatujui zilitumikaje. Matumizi ya hapo ndio wanaodai hawa kwamba zilitumikaje, hizi hela zimepotea kweli? Kwa sababu mpaka sasa hivi tunapomuita yule mzee mtendaji wa kuja hapa haji. Karibu tumefanya kama mara 2 mara 3 tunamuita haji. Naona mpaka mwisho hawa wamefikia kugomea maendeleo kwa ajili ya hizo hela. Wanadai hela zao zije ambazo ni 200,000, zingine zipo kwa mwenyekiti wa kitongoji aliyepo sasa hivi. Na nielewa vizuri mwandishi, zipo. Ina maana zile 200,000 ndo hazielewiki zilifanya nini. Hawajasomewa kwamba zilifanya nini, kwa sababu yule tunapoita mwenyekiti mtendaji wa kijiji aje kwenye mkutano wa wa kijiji awasikilize wana kitongoji wanasema nini, haji. Tatizo kubwa liko hapo. Na mpaka sasa hivi kitongoji hicho kimesababisha hata vitongoji vingine visiende kwenye maendeleo. Na mheshimiwa diwani ndiye mwenyekiti wa maendeleo ya kata hii yote. Sawa. Kwa hiyo labda ushauri wangu, amueleze mheshimiwa mkurugenzi au aende kwa afisa utumishi. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.